Tunahangaika tuna kwa kwenda. Na kwa tu yametopolewa katumacho ila haumjui. Hayo mahudhurio watuomba, diwani alikuja na mtendaji. Tunaomba tuandike basi mahudhurio kama mkutano. Sawa. Lakini sisi tuliwaambia, "Sasa mahudhurio ya nini wakati tumekuja tu kama hapa? Hatutaki mahudhurio." Amna, tunaomba ni jamani tuandike tu mahudhurio kwenye mkutano. Kumbe yale mahudhurio ndo wakatubadilikia. Yale ndo yakawa makubaliano yetu. Lakini sisi hatukubaliani nao. Tunaishi kwa hofu. Watu wanakuja kwa magazibu, wanakuja wamevalia nani usoni, hata kumtambua humtambui. Sasa itakuwa ni kweli kama ni kambi la jeshi linalotambulika kweli, kwa nini tufanyie hivi? Wao kwa madai yao walisema kwamba watupe fidia tuondoke. Sasa na sisi madai yetu, hatutaki kuuza makazi yetu kwa 800,000. Hatutaki kupokea fidia yoyote kupitia makazi yetu. Bala tubaki na makazi yetu. Nilikuwa nimetoka mimi, wakaja kuwakamata wale watoto wana miaka kama 10, 12, wakawaingiza kwenye matope. Kile kitu kilinishangaza. Niliporudi ndio nikakuta hilo tukio, wanao pale wamewasimamisha kwenye matope. Na mimi wakaniambia twende huku. Waliponifikisha kwenye matope wakaniambia ingia humu kwenye matope. Niliwaambia pigeni muue, mimi siwezi kuingia. Sisi hatuna maelewano zaidi, maana yake walitunyanyasa. Kuanzia kama hivyo tungekuja kuelewana nao, wakasema yani hekari ni shilingi 850,000. Na nikiangalia kiwanja kinauzwa milioni 3. Na tuko ndani ya mjini sasa hivi hapa tulipo. Wanasema ni wanajeshi. Tukiomba vitambulisho wanasema hawana vitambulisho. Hata ukimwambia naomba uniambie jina lako, jina hawataji majina yao. Wanasema wewe jua ni hivyo. Kuna wengine tunawafahamu mpaka wanapoishi. Hiyo wanazifanya sasa hivi ni wanajeshi. Wao walichokuwa ndani mara ya kwanza. Walisema hii sehemu kuna kambi kuu kanda